Welcome to Gospel Outreach Kairote, where we reach you with the message of Christ and Him crucified. We have a YouTube channel where there are powerful sermons that will lift you and elevate you to another level. Places at the top. He was able to be the promise of. You can subscribe, you can share, you can comment again. God bless you. Amen. Today, we want to share on the church as a family. The church is a family. I think we need to have a better word for that. Hallelujah. Amen. I think you know better. Kanisa kama jamii ama kama familia. Hallelujah. Amen. And let's pray as we go to share. Na tuombe tunapoenda kushirikiana. Father, we thank you so much. Baba, tunakushukuru sana for such a time like now. Kwa wakati kama huu. Thank you because of your presence in our midst. Asante kwa uwepo wako katikati yetu. And thank you for the ministry that you are releasing upon our hearts. Na asante kwa huduma unaowashiria ndani ya mioyo yetu. We welcome you to reign and to have your way. Twakuita utawale na ukapate njia yako. By your spirit. Kwa roho wako revealing yourself in a special way. Ukijifunua kwa njia ya kipekee kwetu sisi. May you be lifted and glorified. Uinuliwe na utukuzwe. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. And let's have a look at Mark chapter 3 and verse 14. Tuangalie Biblia katika Marko mlango wa 3 aya ya 14. The Bible says, Biblia inasema, He appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. Akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye na kwamba awatume kuhubiri. Hallelujah. Amen. The church, kanisa, is essentially a family. Imewekwa kuwa familia ama jamii. The institution part of it comes in because there must be administration. We may, or the reason why the church at times is looked at as an institution. Sababu ya kanisa kutazamwa ama kuonekana kama ni
shirika la aina fulani, is because administration must be there. ni kwa sababu lazima uongozi ama utawala uwepo. But primarily the church is a family. Lakini la msingi ni kwamba kanisa ni jamii. Hallelujah. Hallelujah. The church is a family. Kanisa ni jamii. And when Jesus called the disciples, Na wakati Yesu alipowaita wanafunzi wake, he called them first and foremost to be together with him. anawaita kwanza ili wawe pamoja na yeye na wawe na ushirika na yeye. He was to have time with them, Alikuwa awe na muda na wao, share life with them, agawane uhai na wao, to fellowship with them, ashiriki na wao, to stay with them. na akapate kukaa pamoja na wao. He could teach them, Angewafunza he could edify them, na angewainua he could reveal himself to them. na angejifunua kwao. He revealed the Father to them. Akafunua Baba kwao. It was a family. Ilikuwa ni jamii. They ate together, Walikula pamoja, they went out together, walitembea kule nje pamoja, prayed together, waliomba kwa pamoja, they shared life together. wakashirikiana uhai kwa pamoja. Hallelujah. Hallelujah. It was a family. Ilikuwa ni jamii. And that kind of picture Na picha ya aina hiyo is the one that exists even today. ndiyo ingalipo mpaka wale. The church is a family. Kanisa ni jamii. And the Lord has brought us together Na Mungu ametuleta kwa pamoja so that we can be together in fellowship. ili tuwe pamoja katika ushirika. And we can say Na twaweza tukasema that the greatest thing that happens between us as the people of God ya kwamba jambo kuu ambalo linatendeka katikati yetu sisi kama watu wa Mungu is fellowship. ni ushirika. Hallelujah. Hallelujah. We are there to fellowship and to commune with each other. Tuko hapo ili tushirikiane pamoja mmoja na mwingine. Hallelujah. Hallelujah. We share together. Tunashiriki pamoja. We pray together. Tunaomba kwa pamoja. And we have so many things that unite us and make us to be one. Na kuna mambo mengi sana ambayo yanatufunga pamoja na kufanya tuwe mtu mmoja. Hallelujah. Hallelujah. Therefore Jesus called the disciples Hivyo Yesu akawaita wanafunzi so that they could be together with him, ili wawe pamoja na yeye, and also secondly so that he could send them out to go and minister. na pia ili awapate kuwatuma ili waende wakahubiri. Yes, the church also exists for ministry. Na kwa sababu ndio sababu pia kanisa iko kwa ajili ya huduma. We are there to minister Tuko hapa ili tuhudumu to one another and also to the world. kwetu kwa mmoja na mwingine na pia kwa ulimwengu. Hallelujah. Hallelujah. But before we can go out to minister, Lakini kitambo tutoke ili tuende kule nje tukahudumu, first of all there is fellowship between us. lazima kwanza pawe na ushirika kati yetu mmoja na mwingine. Hallelujah. Amen. And when we look at the church, Na wakati tunapotazama kanisa, you see a body. tunaona mwili. Hallelujah. Hallelujah. You see a body Unaona mwili that has many parts ambao uko na viungo vingi that work together complementing each other. ambazo zinafanya kazi kwa pamoja, zikifanya kiungo kimoja na kingine ili pawe na kuafikiana. And I would like us to have a look at 1 Corinthians chapter 12 Ningetaka tuangalie Wakorintho wa kwanza sura ya 12 and verses 21 to 26. aya ya 21 na mpaka 26. 1 Corinthians 12, 21 to 26. Wakorintho wa kwanza aya ya 12 aya 21 hadi 26. The Bible says, Biblia inasema, the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are presentable are treated with special modesty. While
our presentable parts need no special treatment. But God has put the body together, giving greater honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Amen. 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 Na kisho I just thought we could just continue. Amen. Everybody has followed with their Bibles. Amen. Now the Bible says Biblia imesema that the body has many parts, kwamba mwili una viungo vingi, and none of the parts of the body can say they don't need the other. na hakuna kiungo chochote kile kiwezacho kusema hakihitaji kiungo kile kingine. Hallelujah. Hallelujah. So the legs need the head, the head needs the hands, Hivyo kichwa chahitaji miguu na miguu yahitaji mikono, and so on and so forth. vile vile. So every part of the body is very important. Hivyo kila kiungo katika mwili ni cha umuhimu, And it's like none can do without the other. na nikana kwamba hakuna kiungo kiwezacho kuishi pasipo kuwepo na kingine. None can stand up and say, I don't need the others. Hakuna kiungo ama yeyote awezaye kusema simuhitaji yule. For the hand to carry out its mission, Ili mkono utekeleze kazi yake, it needs the legs to carry it to where it goes to work. huo mkono uhitaji mguu ubebe upeleke mahali pa kazi. After the brain or the head plans, Baada ya kichwa ama akili kupanga, the hands implement. mikono inatekeleza. So every part needs the other. Hivyo kila kiungo chahitaji kingine. Amen. Amen. And that brings again the importance of fellowship. Na hiyo yaleta tena umuhimu wa ushirika. Fellowship must be there. It's of great, necessity in the body. Kuwepo kwa ushirika ndiko muhimu sana katika mwili. We are gifted different realm. Tumetunukiwa talanta ama kalama tofauti. We are enabled different realm. Tuna uwezo tofauti. Just like the way we said the other day, Kama jinsi ambavyo tulisema siku nyingine, there are some things I may do and you may not do them. kuna mambo naweza nikafanya na wewe usiweze kuyafanya. There are some things you may do and I may not do them. Kuna mambo nawe uwezaye kuwafanya mimi nisiweze kuyafanya. So each one of us needs the other Hivyo kila mmoja wetu amhitaji yule mwingine, for the body to be complete. ili mwili ukaweze kuwa kamili. And therefore, in the body or in the church Hivyo katika mwili ama katika kanisa or in this family, ama katika hii jamii, there must be an aspect of real appreciation lazima kuwe na ile hali ya kudhaminiana toward each other. kwa mmoja na mwingine. Hallelujah. Hallelujah. Appreciating each other so much from the heart. Kumdhamini mtu yule mwingine kutoka moyoni mwako. Just imagine, Ebu fikiria, maybe you didn't appear here in the course of the week, labda hukuweza kuonekana hapa katikati ya wiki, but there are some people who are here, they prayed. lakini kuna watu waliokuwa hapa na wakaomba. Some people gathered here and they prayed. Watu walikusanyika hapa wakaomba. Others prayed overnight Wengine wakaomba mpaka wakakesha usiku, when you were sleeping. wakati wewe ugali ulikuwa umelala. Hallelujah. Hallelujah. So they prayed for you. Kwa hivyo walikuombea wewe. Amen. Amen. Somebody arranged the way you can see. Mtu mwingine alipanga viti na mpangilio ambavyo unauona. Tidied the place Akapaguza na kaandaa mahala hapa and made it to be beautiful. na akafanya mahali papa pale pa kuvutia. When you entered, Wakati ulipoingia, well, I was not so keen to look at how you behaved, but I don't think anybody came
doing like this to the seats. Si kuangalia watu wakiingia, lakini sidhani niliona yeyote akijaribu kuangalia kama kiti kilikuwa nafuu. Hallelujah. Hallelujah. You just came and sat. Ulikuja na ukaketi. Amen. Amen. And you were very confident that they were clean. Na ukawa na ujasiri ama kuwa na uhakika kwamba vitu viko visafi. Amen. Amen. The machines were set. Vyombo vikaandaliwa. Everything was in order. Kila vyote vikawa na mpangilio mzuri. And everything was beautiful. Na kila kitu kikawa ni cha kuvutia. Amen. Amen. And as we sang, na tulipokuwa tukiimba, there are those who were leading us. Kuna wale ambao walikuwa wakituongoza. And one could lead this portion of the worship, the other one was leading the other. Na aliyekuwa kutuongoza katika awamu ya kuabudu, mwingine akaongoza katika playing the keyboard. Mwingine akawa anacheza kinubi. Not every one of us can do it. Sio kila mmoja wetu aweza kucheza kinubi. Hallelujah. Hallelujah. There is that aspect of acknowledging that we so much are in need of each other. Hilo jambo la kudhaminiana na hilo jambo la umoja linaonekana kwamba tunamhitaji kila mmoja na mwingine. And that's why I said, nikasema we need to be closer to each other. Yafaa tukaribiane mmoja na mwingine. Even to know each other. Na pia kujuana mmoja na mwingine. This is part of appreciating that the Lord has brought us together. Hiyo ni sehemu ama ni jambo la kufurahia kwamba Mungu ametuleta kwa pamoja. To fellowship together. Ili tushiriki mmoja na mwingine. To be one in the house of God. Na tuwe mmoja katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. There are situations where kuna hali ambazo one may miss somebody. Mtu anaweza akakosa mtu and stay for a long time without realizing that they are not seeing them. Na akae kwa muda mrefu pasipo kuelewa kwamba hajamuona huyo mtu. Because in the first place they don't know each other so much. Ni kwa sababu hawa watu hawajuani. Hallelujah. Hallelujah. That's why I said we need to know each other. Ndiposa nikasema yafaa tujuane mmoja na mwingine. Amen. Amen. We need to know each other. Yafaa tujuane mmoja na mwingine. When we are through with the service, wakati tunapo maliza ibada, take time to greet somebody. Chukua muda umsalimu mtu. Take time to at least know something little about them. Chukua muda wa kuelewa jambo moja ama mbili, mambo mawili kuhusu huyo mtu. Know their names. Jua majina hao watu. Know where they come from. Jua hao watu wametoka wapi. Etc. Like the way we say. Na mambo kama hayo kama vile ambavyo tulisema. Hallelujah. Hallelujah. That's part of appreciation. Hiyo ni sehemu ya kudhamini watu. That person beautifies your life. Huyo mtu analembesha maisha yako. Compliments you. Na anakufanya uafikiane. They are a blessing to you. Na hao watu ni baraka kwako. Hallelujah. Hallelujah. In a very great way. Kwa njia iliyokuu sana. So we need to see each other as being part of ourselves. Yafaa tuone moja na mwingine kwamba hao watu ni sehemu yetu. The Bible says where we've read, Biblia inasema mahali ambapo tumesoma that these parts of the body, kwamba hizi viungo vya mwili, when one is honored, kwamba kiungo kimoja kikiheshimiwa, they all get to rejoice together. Viungo vyote ufurahi kwa pamoja. When one hurts, wakati kiungo chochote kila kinaumia, they all hurt together. Vyote viungo vinaumia kwa pamoja. Verse 26 there. Hapo katika aya ya 26. And let me ask something here. Na wacha niulize jambo hapa. Does this really happen in the body? Hili jambo hutendeka katika mwili. Does this really happen in the church family? Hili jambo hutendeka katika jamii. Hallelujah. Hallelujah. This is
what is supposed to happen. Hivi ndivyo inapaswa kuwa. Where we rejoice that that brother has received a certain breakthrough. Kwamba yule ndugu amepata upenyaji wa aina fulani. That sister has received a certain blessing. Kwamba yule dada amepata baraka ya aina fulani. You feel it's like a blessed. Na pia unahisi kwamba pia nami I share in that blessing, in that breakthrough. nashiriki katika ule upenyaji ama ile baraka. Hallelujah. Hallelujah. In the ordinary situation, Katika ile hali ya kawaida, in the families, katika familia ama katika jamii. now I'm talking about the secular families as there. Sasa naongea kuhusu familia zile za kule nje. What exists in the families, Vile kulivyo kule katika familia, in so many cases, katika hali nyingi, is jealousy, ni kwamba kuna wivu, competition, kuna mashindano, pride. kuna kiburi. These are some of the things that exist in the families. Hayo ndio mambo ambayo huonekana sana katika familia. Hatred, Kuna uhasama and so on and so forth. na mambo kama yale. Where if one gets blessed, the others are feeling so bad about it. Ili kwamba mmoja ajapo akibarikiwa, wengine wanahisi vibaya kuhusu ile baraka. When I was growing up, Wakati nilipokuwa nikikua, I grew up in such an environment. nilikuwa katika mazingira ya aina hii. The larger family Ile familia kubwa where I came from, there was such kind of, it was a very large family and it is stretched like so. ilikuwa ni familia kubwa na ilikuwa imetambaa, And the relationship was not very good. na uhusiano haukuwa mzuri. And there could be wars here and there, fightings and, Kukawa na vita hapa na pale, here and there. kukawa na marumbano hapa na pale. And I think that's the normal situation in the world. Na hivyo ndivyo hali ya kawaida pale ulimwenguni. And when you look at what is making people fight, Na unapoangalia kile kinachowafanya watu wapigane, is because of very small things. ni mambo madogo sana. And they become very great issues and, Na mwisho huwa ni mambo makubwa. somebody is so unhappy that one got this kind of breakthrough and so on and so forth. Kwamba mmoja hafurahi kwamba mmoja alipata upenyaji wa aina fulani. But look at what the Bible is saying here. Lakini tasema vile Biblia inavyosema hapa, If one is honored, kwamba kiungo kimoja the kikitukuzwa, entire body is rejoicing. viungo vyote hufurahi pamoja. When one part is hurting, the entire body is together in the heart. Kwamba kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote katika mwili vinaumia. The true fellowship Ushirika wa kweli is found in the church. huonekana katika kanisa, Is found in the body of Christ. unaonekana katika mwili wa Kristo. And these are where we need to really work on being close and being one as the people of God. Na hapa yafaa tufanyie kazi juu ya kuwa katika umoja na katika ushirika. Hallelujah. Haleluya. There is one time Jesus was together with the disciples. Kuna wakati mmoja Yesu alikuwa na wanafunzi wake. And the mother came and the brothers and the sisters came looking for him. Na mamake na ndugu zake wakamtia wakimtafuta. And when they came, they were asking, rather Jesus was told, your mother and your siblings are looking for you. Wanafunzi wakamwambia kwamba mamako na ndugu zako wanakutafuta. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus asked, who is my mother, who are my brothers and sisters? Yesu akawauliza, mamangu na ndugu zangu ni kina nani? He turned to the disciples and the rest who were there. Akawageukia mitume wake na wale kongamano lilikuwa pale. He said, these are my brothers, my mother, my sisters. Akasema, hawa ndio mamangu, ndugu
zangu na dada zangu who do the will of God. wafanyao mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. The real family, Ile familia halisi, where the real appearance of family is in the church. mahali kioo halisi cha jamii kinajitokeza ni katika kanisa. Hallelujah. Haleluya. Where people are given to what the Lord is doing. Ambapo watu wanajitoa kwa yale ambayo Mungu anayafanya. There should be existing the fellowship that is made in heaven. Lazima kudumu ushirika ulioko mbinguni In the church. katika kanisa. Hallelujah. Haleluya. And do you know one thing? Na unajua jambo moja, That we being the light, na kwamba sisi tukiwa nuru, because we are the light, we are shining like stars, kwa sababu sisi ni nuru na tunang'aa kama nyota, reflecting the light of Jesus. tukidhihirisha nuru ya Yesu. We carry the life, the life Tunaubeba uhai to our families. katika familia zetu. Hallelujah. Haleluya. So with the light that the Lord has put in us, Kupitia nuru ambayo Mungu ameiweka ndani yetu, now we carry that kind of light to our families. sasa tunabeba nuru ya aina hiyo na kupeleka katika familia zetu. Hallelujah. Haleluya. And I believe one thing. Na ninaamini jambo moja, In every family where a Christian is, ya kwamba katika kila familia ambapo kuna Mkristo, these principles should be seen. ya kwamba hizi kanuni zinafaa siwepo. Hallelujah. Haleluya. In our families back there, Katika familia zetu pale nyumbani, we should teach them to love the Christian way. yafaa tuwafunze kupenda na upendo wa Ukristo. Hallelujah. Haleluya. We should teach appreciation. Lazima tuwafunze ndugu na dada zetu kudhamini, Where people appreciate each other. ambapo watu hudhamini mmoja na mwingine, Where people rejoice with each other. ambapo watu hufurahia mmoja na mwingine, Where people are concerned about each other. ambapo watu hujali mmoja na Where mwingine, people are thinking about each other. ambapo watu huwaza mmoja na mwingine. Yes, I have my comfort. What about my brother? Ni kwamba mimi nimeridhika, lakini je, naye ndugu yangu kuko It's wapi? well with me in this way and the other way, but what about my sister? Ni kwamba nimefanikiwa kwa hii njia na ile, na These je, ndugu yangu na dada, principles should be taken back to the family. hizi kanuni zafaa zielekezwe katika familia zetu. Hallelujah. Haleluya. Love, when it starts in the church, Wakati upendo unaanza kutiririka in the kutoka kwa kanisa, family of the church, katika jamii ya Wakristo, the same is taken to the family. huo upendo unatiririka katika familia zetu pale. Hallelujah. Haleluya. Where people are thinking about each other, Ambapo watu wanadhaminiana na kujali mmoja na mwingine, and where people are together. ambapo pia watu wako katika umoja. I know it is not easy, Najua sio rahisi, but we are there to fight that battle. lakini tuko pale tupigane hizo vita. It may not happen within a day, Huenda isifanyike kwa siku moja, but even if it is little by little, lakini hata kama ni pole pole, we should be transformative in our families, lazima tuwe watu wa kuleta mabadiliko katika familia zetu, whereby we are changing the way our families have been. ambapo tutaweza kubadilisha vile mambo ama hali imekuwa katika familia zetu Through prayer kupitia maombi, and through manifesting Christ na pia katika kudhihirisha Kristo who lives in us. ambaye anaishi ndani yetu. Hallelujah. Haleluya. Releasing whatever has been planted in us. Tukiashiria kile ambacho kimepandwa ndani yetu. Amen. Amen. And our families will change. Na familia zetu zitabadilika. This is one of the greatest ways of preaching the gospel. Hiyo ni njia moja kuu ya kuhubiri Injili. Hallelujah. Haleluya. The Bible says in 1 Peter chapter 1 and verse 22. Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Petro aya ya kwanza aya ya 22. 1 Peter chapter 1 verse 22. Waraka wa kwanza wa Petro aya ya kwanza, sura ya kwanza aya ya 22. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another,
deeply from the heart. Mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo. Look at the word here. Tazama neno pale. It is not coming out so strongly in the English. Haitoki Or vizuri rather in English, but in Kiswahili, jitahidini. Hallelujah. Amen. It's something that you are giving yourself to. Ni jambo ambalo unajitahidi kulifanya Out of knowing the importance. kutokana na kujua umuhimu ama faida ya hilo jambo. And the Bible says here, Na Biblia hapa love inasema one another deeply from the heart. ya kwamba jitahidini kupendana mmoja na mwingine kwa moyo. One thing we know Jambo moja ambalo tunalijua is that it is not easy to love. kwamba sio rahisi kupendana. There are many things that discourage love. Kuna mambo mengi sana ambayo kupigana na upendo. At times we hurt each other, Wakati mwingine kuna kukwaruzana mmoja na mwingine, and that makes it a bit hard to love. na hilo jambo hufanya vigumu watu kupendana mmoja na mwingine. That person was hurt you. Yule mtu ambaye It's amekukwaruza, not easy to love them. yule ambaye amekuumiza ama amekukwaruza, si jambo rahisi kumpenda. Somebody who outrightly hates you, it's not easy to love them back. Mtu ambaye unajua kwa kweli anakuchukia, sio jambo rahisi kumpenda. Hallelujah. Hallelujah. And especially so when they are, people you are living with, they are members of the family. Na hasa ikiwa ni watu ambao unaishi na wao na ni watu wa jamii yako. Hallelujah. Hallelujah. People who you are staying with, maybe you're working with, Watu ambao labda mnaishi na wao, labda wengine mnafanya kazi na wao. you're in the house of God together. Mungu nao katika nyumba ya Mungu kwa pamoja. Amen. Amen. But first of all, in the house of God, Lakini kwanza katika nyumba ya Mungu, the Bible says, love each other. Biblia inasema pendaneni mmoja na mwingine. Do you know something about God? Unajua mmoja kumhusu Mungu? He does not see the impossibilities that we do see. Haoni kutawezekana ambao wanadamu huona. Hallelujah. Amen. Nothing is impossible with him. Hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu. And there is nothing for which God has not given the grace. Na hakuna chochote kile ambacho Mungu hajaashiria neema juu yake. I believe when we go to heaven, Naamini wakati tutakapoenda mbinguni, we will have a hard time trying to explain why we stayed in hate toward each other. najua utakuwa na wakati mgumu kuelezea kwa nini tukaishi na uadui ama na uhasama mmoja na mwingine. Because God will ask you, didn't I give you the grace Mungu atauliza, je, nilikupa neema to love that brother? ili umpende ule ndugu? Hallelujah. Hallelujah. Do you know there are brethren who may not sit together and eat together? Unajua kuna wapendwa ambao hawawezi kuketi pamoja wala kula kwa pamoja. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. That you may see me coming this way and you pick another route. Waweza kuniona nikija nikikuelekea alafu unapiga chenga na una divert. Hallelujah. Hallelujah. Because simply you don't want us to meet. Na la msingi ni kwa sababu haugetaka tuonane macho kwa macho. Because you don't want us to greet each other. Kwa sababu haugetaka tusalimiane mmoja na mwingine. Hallelujah. Hallelujah. Maybe in town you see me. I have never seen such. Labda kule mtaani uliona niwahi kuona jambo kama lile na una divert. Hallelujah. Amen. And brethren Na wapendwa are not spared when it comes to this. hawajasazwa ifikapo katika hili eneo. Hallelujah. Amen. Brethren, Wapendwa, when God says that we love each other, wakati Mungu anaposema pendaneni mmoja na mwingine, He knows it is not easy. anajua si rahisi kutekeleza hilo jambo. Because Jesus was in the body and He was seeing the people and He was seeing how they hate each other. Kwa sababu Yesu alikuwa katika mwili na aliona vile watu walikuwa wakitangamana na kushukiana mmoja na mwingine. But Jesus loved Lakini Yesu alipenda His own and He loved the world. aliwapenda wake na akawapenda ulimwengu wote. Amen. Amen. Even those who are
persecuting him. Hata wale ambao walikuwa wakimdhihaki na pia kumtesa, He loved everybody. aliwapenda wote. Amen. I think the best thing that you can do Na dhani lile jambo nzuri sana tunaweza tukalifanya is to tell the Lord, ni kumwambia Mungu, love through me. pendana kupitia ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. And I have seen this one working dear ones. Na nimewahi kuona hili jambo likitimia wapendwa. Amen. Amen. Love through me. Mungu mpende kupitia mimi. And I'm telling you this one for the glory of God. Na nawaambia hivi kwa utukufu wa Mungu. There is nobody I feel I cannot love. Hakuna yote ambaye nahisi kwamba siwezi nikampenda. Even the one who has hurt me so much. Hata yule ambaye ameniumiza sana, I still release love. na nikali naashiria upendo. Hallelujah. Hallelujah. Because this is godly. Ni kwa sababu huu ndio And the Holy Spirit will not allow that love not to flow. na Roho Mtakatifu hata ruhusu upendo usitiririke. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says that the Lord, or rather the Holy Spirit, Roho Mtakatifu has shed abroad the love of God. ameashiria kwa wingi upendo wa Mungu. Or God has shed abroad the love of God, His love in our hearts by the Spirit. Mungu ameashiria upendo wake kwa njia kuu kupitia Roho Mtakatifu. You can only stop it from flowing, but it is there. Ni wewe tu wezaye kutoruhusu utiririke, lakini huo upendo huko. And let me tell you, Na wacha nikwambie, the greatest work you do ile kazi kubwa sana unafanya is the one of stopping it from flowing. ni ile kazi ya kuzuia huo upendo usitiririke. Hallelujah. Hallelujah. That is the greatest work, not to release it and to love, but to stop it from flowing. Wewe unataka muno mtaga, ndio hapo uingie ukuendosho ndo kadele. And those people who do that do a very great job. They really use a lot of energy. Na wewe mtawiro chwa kuhingiriria wewe ndo kadele. Ni mahudhagira hinya muingi muno. Hallelujah. Hallelujah. They drain themselves. And they make themselves very uncomfortable. Hallelujah. Hallelujah. Just imagine trying to stop this river from flowing. It is flowing, it is given of God. The water is not stopping from coming from up there. But you are trying to block that water. You get more barriers. Hallelujah. Hallelujah. And when you see a leak, you go for more. That may not flow. Hallelujah. Hallelujah. It's a lot of energy. When you allow the Holy Spirit to flow, you just find yourself loving and loving even the one who may have hurt you. And let's face it, dear ones, a family is made up of people who are not perfect. Hallelujah. Hallelujah. Go around the world. If you find a perfect family or a family with the perfect people, just come and tell. And do your research very well. Maybe go and sit with them and ask them, in your life, have you ever made a mistake? Have you ever failed that member of your family? Hallelujah. Hallelujah. If you find answers that are saying no, I've never done it, I've never failed, just come and tell me. Amen. 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 And in the church it is the same. So that brother may have maybe done something wrong to you. They may have done something wrong to you. They may have failed you.
Nobody is perfect. But all the same, we love. We love each other. Hallelujah. Hallelujah. We continue to allow it to flow. The Bible says, deeply from the heart. Amen. Amen. In the family or in the church family, it's a place where we care and carry each other's burdens. Amen. Amen. We carry each other's burdens. Galatians chapter 6 and verse 2, as we finish. The Bible says, carry each other's burdens, and in this way fulfill the law of Christ. Mshukuriane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Amen. Amen. Carry each other's burdens. Kuanagirai memigo omwonorioki. Amen. Amen. That means that I care about you, and when you have an issue, I place it on my shoulders. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I place it on my shoulders. I carry that burden as if it is mine. And that's where intercession comes in. Hallelujah. Amen. Where you can carry the burden of that sister, pray and continue to pray as if it is your own burden. Ministry is about carrying each other's burdens. And this is what makes the family to be beautiful. It makes the family, to stay together. Hallelujah. Hallelujah. And one thing is that you don't care because you have too much. You don't carry that burden because you have no burden of your own. Hallelujah. Hallelujah. If you wait until there is no burden on your shoulder, or there is no concern that you have of your own, you will never carry another person's burden. If you wait until all your needs are met and then you start now thinking about the needs of other people, you can never. Because your needs will always be there. You do it as a matter of principle. You do it because it is the word of God. The Bible says here that we fulfill the law of Christ. It is a compulsion from above. Where you're feeling, I must think about this one, I must care about this one. And this is where the word going out of your way comes in. Hallelujah. Hallelujah. Where, although you have issues, but you think about the other person, it's like you stop thinking about yourself for some time. Hallelujah. Hallelujah. And when such happens, we find a great perfection of the ministry.
Because ministry to each other ni tondu utungata womwe no riungi is not just in word, to uhoro tu wa miario kana ciugo, but it is also in deed. ni ukoragwo ni thiini nginya wa mawiko. And this one is mentioned in the Bible, No ndu ucio ni waritio thiini wa kirikaniro, where we don't just love each other with words. o haria tutiendanaga na undu wa miario tu. Amen. Amen. But also with our deeds. No. Say what we are thinking about each other. Na ati tukona ni uria twiciranagia horo wa ndugu ukagia mawiko maronekana. Amen. Amen. And brethren, Na endwa when the church becomes such a family, hingo ya kanitha watuika family teyo, we minister to each other in ways that are beyond our thinking. nitutungatanagira umwe no riungi na njira ikirite utauku witu. And also we find ourselves more powerful now to minister to the world. Na turekora riu tugite na hinya wa kuhota gutungatira thiria turigicĩirie. Hallelujah. Hallelujah. There is a time I was in prayer and I paused a little to meditate a little. Ngohingo gutungatira thiini wa mahoya na gitithia hanini ecuranie hanini. Because you keep on weighing yourself, in one way or the other. You look at you assess yourself. Ni tondu o hingo yothe ni ukinyaga handu ukegeta kabiru we mwene. And I opened my eyes. God helped me to open my eyes and to look at my family, my extended family. Na akimuteithia kuona family yao nene. And I found I have quite a number of assignments. Na agikora hari na tumawira tuigano na arabatara gwika. Hallelujah. Hallelujah. And it's like I listed them. Na anita kuandika andikire maundu macio. And they became prayer items that I started lifting before the Lord. Na makihana tamaruhoya aja kwabararia mbere ya Ngai. We are called for impact. Twetitwo niguo tukorwo tuli andu akugia na ihutia kuri andu aria. Hallelujah. Hallelujah. And we need to continue impacting our families with the principles of the word. Na ni twabatara tukorwo tuli andu akurehe ihutia kuri aria mari amuci witu na undu wa kiugo kia Ngai. The place to begin is here. No hakwambiriria ni hahao. Hallelujah. Hallelujah. The place to begin is in the fellowship here. Handu hakwambiriria ni ngwataniro-ini aria thingu. Do I give a secret? Ni ukwenda heane hitho. If you fail here, Ungehetia kigeranio haha, you will fail back in the family. ona kuria mucie kigeranio kiu no ukugwa. Hallelujah. Hallelujah. If you fail in the church, Ungegwa kigeranio thiini wa kanitha, where there is a born again, sister there and a born again brother, you cannot love them. Be sure you will not love people in the family. ungikorwo ni ukugwa kigeranio gia kwenda mundu ucio muno na mwana witu ucio honoku, menya ati no ukugwa kigeranio gia kwenda angi ona ku family. Hallelujah. Hallelujah. When the test is passed here, Hindi ya kigeranio kingihituka kanitha-ini, you are able to go strongly to the mission field. no hote guthii na hinya na gukia kiwanja-ini gia utungata. Our families are a mission field. Mĩciĩ itũ nĩ kĩwanja kĩa ũtungata. Back there. Kũu mũciĩ. Some of them are not born again. Amwe tũciarĩirwo nao ti honoku. Some don't fear God. Amwe tiĩtigĩri Ngai. Some may behave the way they would like to behave. Amwe no mekuue ũrĩa mangĩenda gwĩkua. They may do anything. Na no meke ũndũ. Some are selfish. Amwe nĩ eyendi. And so on and so forth. Na maũndũ ta macio. Hallelujah. Hallelujah. And the family does not end with just those people you are related with. Na mũciĩ ndũthikagĩrĩria narĩa mũciaranĩirwo nao kana The gwĩtanĩirio nao. society around you Andũ arĩa makũrigicĩirie is an extension of the family. nĩ gũtambũrũka kwa mũciĩ. The same principles that we are talking about here, they will extend to the society around you. Maũndũ marĩa tũraria memaine na mũciĩ nĩ magũrĩire gũtambũrũkĩra thĩ ĩrĩa tũrigicĩirie. Hallelujah. Hallelujah. If you fail here, Ũngĩgwa kĩgeranio gũkũ, you will struggle in your working place. nĩ ũrĩng'ang'anaga kũgũrutagĩra wĩra. Hallelujah. Hallelujah. You will struggle in your neighborhood. Nĩ ũrĩng'ang'anaga thĩinĩ wa andũ arĩa mũrigicanĩirie nao. Amen. Amen. Because you are staying with all sorts of people. Nĩ tondũ wĩikaraga na andũ mĩhĩrĩga yothe. Amen. Amen. But when you pass the test here, No ihĩtũka kĩgeranio nyũmba-inĩ ya Ngai, you find yourself
passing the test in the world, in the society, where where you work, where you mingle with the people of whatever kind. Hallelujah. Hallelujah. And you find the same ministering and transforming people wherever you go. The Spirit of God is flowing in a mighty way. The power of God is moving in a mighty way. He is meeting with every need. In the name of the Lord Jesus Christ. He is manifesting himself in every situation. Precious Father, we thank you. As we stand before your presence this afternoon, because God, you can see everything in our lives. You are loving and concerned, oh Father, about us, oh Father. You are out to glorify yourself, Lord, in every circumstance in our lives. I welcome your power, dear Lord. I welcome your grace, oh Father. I want to declare, oh God, your blessing upon each and every person. In every area of need, I want to declare your intervention. I want to declare the breakthrough that comes from you, oh God. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you as you show yourself mighty, Father. As you open every door, dear Father. As you heal the sick, oh dear Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. As you encourage every heart, oh Father. In the name of Jesus Christ. Thank you, because there is none like you, dear Father. I believe that message has been a blessing to you. Thank you for watching. You can subscribe, you can like, you can share. If you are not born again, that is, you've not given your life to Jesus to be Lord and Savior in your life, you can make this simple prayer after me and it will change your life. From today, you can say, Lord Jesus, I come to you. I know that I'm a sinner. I'm not worthy before you. And today, I repent of my sins. I pray that you have mercy over my life. Wash me by the blood of Jesus. I give my heart to you. I give my life to you. And from today, I'm born again. Thank you, Father, because of receiving me. Thank you for writing my name in the book of life. From today, I'm a new creature. In Jesus' name, I pray and I believe. If you have made this prayer after me, the Lord has saved you. You are today a new creature. You are a child of God. You are born again. May the Lord bless you so much. If you happen to come from roundabout Kairode, you're most welcome to join us in gospel outreach. And if you happen to be coming from far, just look for a Bible-based church, a place where you go and fellowship with the believers and grow in the Spirit, and your life shall never be the same again. God bless you. Amen.